Majina yangu naitwa Francis Frenki kutoka mkoani Songwe, wilaya ya Mbozi. Tumekuwa na changamoto katika barabara inayotoka Vwawa mjini kwenda mpaka Ndolezi kiliko Kimondo. Hii ni barabara ambayo tunashukuru serikali imefanya vizuri kutujengea, lakini changamoto kubwa ambayo tunayo ambayo imekuwa ni kero sana na inatumiza sana ni changamoto ya kwamba barabara hii hakuna mahali popote penye matuta. Unapotoka tu hapa mjini kuanza kwenda Ndolezi, hapa katikati ni sehemu ambayo ina msongamano mkubwa wa watu. Kuna wanafunzi wanaovuka, shule zipo nyingi, masoko yapo, watu wanapita, lakini ajali ni kila siku. Tokea ajali ambayo inaweza ikapoteza maisha ya mtu au kuacha majeruhi. Kwa hiyo tunachokihitaji serikali, mtukumbuke kuweka zebra. Hakuna zebra hata moja, hakuna tuta. Uendeshaji wa vyombo vya moto, kwa sababu hakuna tahadhari yote inayochukuliwa, na hata kwamba kunaweza kuwa kuna trafiki njiani ambao na ratibu jambo hilo, au kuna zebra au kuna matuta, kwa sababu hakuna uangalizi wa aina yote na tahadhari. Wanapita mbio tu, wanapita kwa kasi, ni wachache ambao utaona wanapita kawaida, lakini kwa sababu watu wanaona hakuna kitu cha kuwafanya punguze mwendo, wanakimbiza. Ombi letu kubwa ni kwamba serikali ichukue hatua za haraka sana kuhakikisha wanaweka matuta, wanaweka na zebra na maeneo mengine kuongeza hata vibao vya kuchukua tahadhari. Mimi naitwa Enesia Chisunga. Hii barabara ni ndogo kama ili eneo niliosimama hapa, kila asubuhi ajali zinatokea. Kila kunapokucha, kuna siku ambako tumeamka amna ajali, asubuhi, mchana, usiku ajali zipo hapa. Tunaomba serikali itusaidie, na hapa watoto wanavuka kila siku wanaoenda shuleni, kuna watoto wa chekechea, kuna watoto wanaoenda Vwawa Day huko, wote wanavukia hapa. Tunaomba serikali itusaidie matuta hapa na kuipanua vizuri eneo hili. Yaani ni kila asubuhi, ukiangalia pale juu kwenye nyumba ya Mwamlima kulikuwa matuta waliweka pembeni, yaling'oka juzi kwa ajili ya ajali. Hamna zebra hata moja, hamna hata tuta hata moja. Mtu akitoka kule juu anatoka ametungua pikipiki na gari mpaka kule. Alafu hii barabara imekuwa ni barabara ambayo kila mtu ambayo sio driver anafanyia mazoezi. Tunaomba serikali itusaidie. Vijana wote wa pikipiki wameona hii ndio uwanja wa kufanyia mazoezi. Jina langu naitwa Anastasia Mwangoje. Mimi nakaa kwenye mtaa huu wa Shina la kwa Jomba namba 3. Tunaomba mtusaidie katika hali inayotokea hapa mtaani kwetu. Tuna watoto, wanafunzi wanavuka barabara, bajaji, pikipiki. Tunaomba mtusaidie. Serikali, tunaomba mtusaidie. Tunalia kama akina mama. Ajali 4 zimetokea. Vijana wetu, watoto wetu wa kiume, vijana wamepoteza uhai wao kwa ajili ya barabara yetu hii. Tunaomba mtusaidie. Ajali zinasababishwa na mwendo kasi, kuto kuweka matuta kwenye barabara yetu. Barabara yetu na mteremko mkali, inatakiwa tuwekee matuta. Tunawaomba mtusaidie kama serikali. Mimi kwa majina naitwa Yohana Mwajeka, ni mkazi wa eneo la Ilolo, lakini pia unakuta kuna watoto wadogo ambao wanakuwa wanatoka mashuleni, wanakatisha tu, wanajaribu kutaka kukimbia ili aiwahi gari, matokeo yake wanagonga. Kwa hiyo nafikiri kwa ni vizuri ili kuepusha hizi ajali isiwe nyingi, pamoja na matengenezo hayo, ni vizuri wangeweka tu matuta madogo madogo kama zile barabara kubwa. Kwamba sehemu nyingine ambapo wanaona kabisa pana mizunguko ya watu, basi waweka hata zile zebra. Sasa haina zebra, haina chochote. Na kiuhalisia barabara yenyewe nayo imekuwa ni finyo. Siongee bila kumunya maneno. Barabara hii imekuwa ni nyembamba kiasi kwamba hata gari mbili kupishana kubwa ni shida. Lakini pia sehemu za watembea kwa miguu na zenyewe hazipo. Kwa hiyo ni msongamano sasa ambao unaweza kusababisha hatari kubwa. Kwa majina naitwa Engineer Jeni Mdula, ni meneja wa TARURA wilaya ya Mbozi. Barabara yetu ya Ilolo Ndolezi kwa sasa bado ilikuwa kwenye kipindi cha matazamio, kwa maana ya ilikuwa bado chini ya mkandarasi, hatujakabidhiwa kwa 100%, lakini bado tunaendelea kuiangalia kwa karibu, kwa maana ya kufanya yale matengenezo madogo yanayojitokeza. Lakini kulikuwa na hii changamoto ya matuta kwenye maeneo ambayo ya kwenye makazi mengi, hasa ili eneo la Moravian mpaka kufika pale Mtikaranga mpaka Namlea. Kwenye hili eneo matuta kwenye ule mkataba wa kwanza haikuwepo. Tuliomba additional financing kwa ajili ya matuta, lakini pia kutanua lile eneo, kwa maana ya kwamba tutengeneze maeneo ambapo watumiaji wengine wa barabara watatumia
tofauti na ile kutumia kwenye lile eneo la katikati ya barabara. Sasa wakati tunasubiri additional financing, TARURA wilaya ya Mbozi pia tumeweka bajeti kidogo kwa ajili ya kuweka hizi speed hump, lakini pia kuweka alama zile road marking zile za rangi kwa ajili ya wapita njia, wale watumiaji wengine wanaovuka barabarani ili waweze kuvuka salama.